tunakuambia kwamba bana tuna pay bill kidogo, tukija kurudi mgunduzi wetu wa leo 16 namba bana atatupitisha pia kwenye upande wa TV tuweze kuelewa, kwa sababu radio and TV hivi vitu vinashabihiana, vinaendana. Ukiwa na radio utakuwa na kiraruraru cha kutaka kuwa na TV, kuwa na TV. Ndio. Unanielewa bwana? Okay, so tunakuja mtangazaji wa kwanza wa TV duniani. Huyu ni nani? Anatoka wapi? Na alitangaza nini? Ili alichokitangaza cha kwanza ndio utakaposema kweli you do you, we do we, next gen. Hataki kabisa kupangiwa. Mtangazaji wa kwanza wa television duniani alikuwa anaitwa John Log Bad. John Log Bad huyu alikuwa ni mhandisi au vipi na mvumbuzi kutoka Uingereza. Mwaka 1926, kama unagundua ni miaka 6 baada ya ugunduzi wa radio, miaka 6 baadaye ndio ikagundulika TV. Sio, umeelewa? 1926 Januari 26, au sio? Mnyamwezi John ndio alifanya maonyesho ya kwanza kabisa ya mitambo ya mfumo wa television. Na katika maonyesho ya kwanza, kitu gani alikionyesha sasa kwenye TV yake bwana Johnny? Inawezekana unatuonesha vitu vya ajabu. Sio, umeelewa? Kama ile ndani ya YouTube. Kama mnakumbuka, mtangazaji wa kwanza wa radio ambaye ni Harold, yeye alitangaza matokeo ya urais. Sio, umeelewa, wa Marekani. Ndio kitu cha kwanza kutangazwa radio. Unatangaza watu wanakupa uchaguzi, sio kitu kidogo. Ndio uzito wa radio mzee wangu. Sio, umeelewa? Sasa mtu wa kwanza kutangaza television duniani bwana John Log, yeye alitangaza nini? Cha kwanza, huyu jamaa kitu cha kwanza ambacho alikionyesha kwenye TV yake ilikuwa ni picha mwendo, yani picha video. Video inaonyesha sura ya mpenzi wake. Acha bwana. Anaonyesha mali. Aliona, sikilizeni. Mimi nina madini niko nayo. Lakini nyie hamjayaona. Sikilizeni. Hapa. So, kitu cha kwanza John alikionyesha kwenye TV kwa mara ya kwanza ilikuwa ni sura ya mpenzi wake, na alikuwa ni mpenzi wake wa kibiashara. Unajua zile friend with benefits. So, alikuwa ni mpenzi wake ambaye wanatengenezania biashara, wanafanya vitu vyake. So, nadhani alikuwa ni miongoni mwa watu ambao walishirikiana kwenye ugunduzi wa hivyo vitu. Sio, umeelewa? Kwa akampa mashavu. Japo size ya screen ambayo ilitumika ilikuwa ni inchi 3.5 mzee wangu. Hivi hapa. Nilikuwa nataka nikuulize hiyo TV. Ilikuwa inchi gapi manake? Yani tunajua kwamba yani tuaumu. Yani kwa sababu saizi next gen wanakula na inchi 60 saizi inchi kwenye TV inaanzia inchi 32 kama sijakosea, right? Mzee wangu ipo inchi 19 ya chogo. Yani inchi 10 no flat screen. Okay, flat screen. Sema hizo na hizo. Sasa kale hivi kale inchi 10 na gapi? Tupo gani? Kuna maeneo unakutana nayo. Next gen hawana hiyo. Next gen no. We do. Sasa hivi nakula vya party. Yani unajua kitu kimelala television. Kwa sababu jana tuliwaambia vitu fulani ambavyo utakiwa kukosa ghetto. Of course. Ni pamoja na TV na iwe TV. So achana na kiji TV. Au kutizama simu. Uwe na TV. Mzangu. Unanielewa? Chapati. Sio, umenielewa? So kitu cha kwanza kuoneshwa kwenye TV na mtangazaji wa kwanza John Log ilikuwa ni sura ya mpenzi wake. Sio, umeelewa? Na quality yake haikuwa kivile kwa sababu ilikuwa ngapi? Maana sasa hizi sijui watu wanapoenda mpaka 10K. Hii ilikuwa ni 2K. Resolution yake ilikuwa ilikuwa ni nzuri. Of course. Hata kama walielewana. Sasa hivi ndio kile tunaweza kuona. Na kitu ambacho nimekigundua umeona mwaka huu 2025 utapiga selfie yako utaona ni kali potaya fani hivi imenyoka. Ile ukija 1445 ukiona hivi kweli mimi nilikuwa serious. Mimi nilikuwa huyu. Nataka niupe mfano. Ukumbuke picha zako za graduation. Kaka. Ulikuwa unazikubali. Sasa hivi unijitazama unajua bora kama nilikuwa mzee. Mimi nina selfie yangu moja hiyo na Jux wakati natangaza radio Iringa huko. Yani kuna muda nikiiona hivi am I communicating or not? Hata mimi ndio bado mimi waka post TBT. Ndio utacheka sana kaka. Unatia huruma. Okay, maliza. So kitaalam leo ilikuwa ni discoveries. So tumeangalia wagunduzi na nikagundua radio for the first time. Tumekutajia hapo walikuwa ni wanafani hivi watatu ambao wamejitosheleza kinoma noma kutoka mataifa matatu duniani au vipi. Kuna Mjerumani mmoja aliyegundua hiyo sumaku umeme bwana Henrik, lakini pia kuna wana watatu Macron kutoka Italy, kuna mwana mmoja alikuwa anatoka zake Marekani bwana Tesla. Ilikuwa ni Uholanzi, Marekani na Italy. Urusi, of course, Urusi ambako mwanetu alikuwa anaitwa Alexander. So kwa kuna Urusi, Marekani na Italy bana. Italy, Urusi na Marekani waligundua
radio. Kwa mara ya kwanza walikaa pamoja na kila mtu kwa nafasi yake akadevelop kitu fulani. Sasa hapo ndo nakwambia ili uone bongo tulivyokuwa na akili nyingi. Unaona hizo vitu wagunduzi hao. Lakini leo radio inaweza kaharibika au TV ukampelekea fundi fulani anaitwa Bwana Musa Makabu. Yeye akaichapa mwenyewe na kubadilisha hizo nyaya na ikalia na TV ikawaka. Nimeona swala la Abigail Chams kuweza kuchaguliwa kuwania kwenye tuzo za BET kwenye kipengele cha Best International Act ambayo nakumbuka mtu kama Rayvanny alishawahi kushinda hii. Of course. Lakini pia mtu kama Davido alishawahi kushinda hii. Na kwa kuchaguliwa kwa Abi Chams ni kitu kikubwa kwa nchi yetu, lakini pia ni faida kwenye industry. Na kwa Abi Chams nakwambia kitu, sio tu kwenye nchi yetu. Unajua Abi Chams ndo anakuwa msanii wa kike wa kwanza Afrika ya Mashariki kuwahi kuwa nominated kwenye tuzo za BET. Yeye ndo wa kwanza. Hadi mama zetu hakuwahi. Yeye ndio wa kwanza Abigail Chams East Africa nzima. Makofi kwako. Salute sana. Napongeza sana kwako. Lakini sasa wakati tunamalizia, ninachotaka kujiuliza, kwa nini watu wengi wanamsifia Abi Chams wanamsahau Konde? Kwa sababu Konde kupitia ngoma ya Me Too, Konde amehusika kwa asilimia kubwa. Big time. Unanielewa? Yani why watu wanamuona kama Abi Chams ndio kama Lulu, lakini wanamsahau Konde? Why? Kiukweli kama ulikuwa kwenye akili yangu bro, mimi niko mikoani huko naona ama story nasema Mungu wangu ningekuwepo VPN. Kwa sababu of course ni kitu kizuri kumpa maua mtu kama Abi Chams, kwa sababu sio tu support aliopewa na watu, kwa sababu bila yeye binafsi kuwepo hiyo support anayopewa na watu ingekuwa ni nothing. So kitu cha kwanza ni kuhusu yeye kwanza, umeelewa? Ni kitu kikubwa sana, ni kitu kizuri. Na by the way yale matunda ya kitu ambacho amekuwa kikifanya miaka yote kuinvest kwenye international touches, international sound. Master J kuzungumza siku moja. Exactly. Ni miongoni mwa gold ambazo tuko nazo kwenye muziki, sio tu wa Tanzania bro. East Africa, kwa sababu Abi Chams moto wake nilisemaga siku moja hapa, yani ukiachana na industry ambayo Tyler wa South Africa yupo, ila angekuepo Abi Chams kwenye industry ile na support ambayo anapata yule angeipata Abi Chams, pengine sasa tulikuwa tunaongelea issues za Grammys, sio BET tena. Sio, umeelewa? Yani unamuona kabisa Abi Chams huyu hapa, ana uwezo mkubwa hapa. Exactly. Ira huyu hapa, umenielewa sijui? Na Ira ndo kama huyo sasa hivi unaambiwa ana scandal eti mastaa wote wanaosogeana naye wanaona kama ananuka mdomo. Kwa hiyo nimecheka sana. So Abi Chams kuwa nominated kwenye tuzo za BET, kwanza kwangu mimi ni ushindi. Yani ashinde asishinde ile tuzo kabisa, huo ni ushindi. Real recognize real big time. Yani recognition tu ni ushindi, kwa sababu kuna wasanii wa kike wangapi kakangu Afrika? Wengi sana. Sio, umeelewa? Lakini yeye amekuwa nominated. Nilikuwa naona kuna watu wanaanza mijadala eti sijui Abi Chams hivi, kwa hiyo Zuchu kama hajasogea sijui akina nani sijui akina nani. Nimeona hata mimi Zuchu na ni kwamba Abi Chams aina ya muziki anaofanya kwa hichi kilichotokea sio bahati. Of course. Umeelewa? Yani ana deserve, sio bahati. Umeelewa? Mimi kwangu mimi mtu kama Zuchu sijui nani kusema eti kwamba kwa nini wenyewe waonekani kwenye hizi tuzo. Of course kwanza wanatakiwa wafanye kazi kubwa sana ya kufanya hiyo international recognition. Sijui umeelewa? Wanatakiwa wafanye kazi kubwa sana ya kuinvest pia kwenye muziki wao in terms of marketing. Niliwahi kusema siku moja hapa wakati Abi Chams ameandika kwenye Rolling Stone, umeelewa, magazine, nikasema unaona kabisa nguvu ya lebo yake ya Sony, namna ambavyo inatumia miamala hata watu wa huko nje kama jamani tunaondoka. Of course bro. Sijui umeelewa? Unaona kabisa namna gani ambavyo Sony inapambana kuweza kumpambania msanii wao. So kupata tuzo kama hizi ni nguvu ya lebo pia inahusika. Kwa hiyo watu kama kina Zuchu kina nani, watu ambao wako nyuma yao inabidi wajue tunatakiwa kuinvest sio tu kwenye YouTube zile robot, tunatakiwa kuinvest sio tu kwenye airplays za redioni, tunatakiwa kuinvest pia na kwenye majukwaa makubwa kama haya. Au lebo zao ndo zile zina jamaa nilimsikia juzi akitoa maoni mazuri sana akisema ni ngumu sana kuwa kwenye career, yani wewe uko kwenye career moja alafu wetu ukasema una lebo ya mtu wa career hiyo, yani okay, kusapotiwa na boss ambaye pia naye ni msanii, kwamba kuna hiyo terms ya kwamba huyu anatakiwa ndio afanikiwe lakini asizidi hapa. Kaka automatic hiyo iko hivyo, japo sio fact on other end, kwa sababu tunajua wasanii wengi ambao wamemiliki wasanii na wamefika mbali. Mtu kama Jay-Z alikuwa na watu kama wakina Rihanna, wakina Kanye, wakina Rita Ora. Leo hii tunaona pengine ni wakubwa, wana fame kubwa,
umenielewa, sijui kina Wayne. Okay, ukija kwa kina Wayne amekuwa na wasanii kama kina Drake, wakina Nicki Minaj, wakina Tyga, na wamefanya vitu vikubwa. Mtu kama Akon amekuwa na wasanii kama wakina nani, T-Pain, watu kama kina Lady Gaga, sijui umenielewa. Inawezekana, Ricky Rose, Bows, exactly, wakina Meek Mill, wakina Wale. So ina depend nadhani na roho tu na hulka ya huyo boss ambaye anakusimamia. Au wenzetu kule, lakini mikataba wenzetu wanathamini na kuheshimu sana mikataba, kwa sababu hata kama wewe ni msanii, as long as tulikubaliana tukaandika vitu kwenye mikataba, so wewe utaendelea kufuata kilichoandikwa. Back to Abby Chams na Harmonize. So Abby Chams kupata hii nafasi ya BET kwanza sio ndoto, sio bahati mbaya, ni matokeo ya ile process ambayo amekuwa akiinvest kwa miaka yote, umenielewa. Lakini on one way or another huwezi ukaacha kutaja mchango au kutambua mchango mkubwa Harmonize kwa Abby Chams, na sio tu kwenye hii collab ambayo inafanya vizuri sasa hivi, Me Too ambao naweza nikasema ni the biggest international collaboration ya East Africa so far ambayo tumeipata kwa 2025, ambayo it's a well international recognized. Of course, DJ Omi, umeelewa, hauwezi ukaacha kuitaja Me Too. So unaona support ya Harmonize ambavyo amekuwa solid kwa Abby Chams, amekuwa kimsupport Abby Chams kuanzia 2022 kama unakumbuka, wamefanya ngoma inaitwa Leave Me Alone, akipenda Mungu inatosha. Kuna ngoma kama umeelewa sauti fulani hivi, tukasema okay, wakiendelea kufanya hivi tunaona kuna vitu. Na Harmonize amekuwa akisema mara kadhaa kwamba nikishirikiana na Abby Chams na iona BET, iona BET and Grammy way, sijui umeelewa. Ukitoka kwenye Leave Me Alone mzee wangu, ukija kwenye ngoma Closer wamefanya again ni touch zile za international. Baada ya Closer miaka miwili mbele, mitatu, 2025 amekuja kurelease mega hit Me Too, ambao unaona ukuaji kwanza wa Harmonize mwenyewe kwenye Kiingereza, amekuwa utulivu ni mkubwa, sio umeelewa kakangu, delivery inawezekana Abby Chams alikuwa anamwambia sikiliza brother, ndio sio story kaka. Yani lazima kuna mchango wa Abby Chams pia kwa Harmonize kumperfect baadhi ya tense, unajua Kiingereza kwa pronunciation na vitu kama hivyo. Ndio maana naweza nikwambia kati ya ngoma zote za Harmonize alizoimba Kiingereza, ukisikiliza verse alizoimba kwenye Me Too amenyoka, sio zile za Yuda Basti Mamendula. No, japo alikuwa na make sense again. That's music iko hivyo, ila kwenye Me Too ndio maana Harmonize anamuita nani kwamba Swahili singer nani, Sibigi kaka. Mimi ndo nipe story ni kwa mkoani mjue. Yani Harmonize sasa anasema Kiingereza chake kimenyoka, kwa hiyo yule Bigi anamuita Swahili singer. Kwani unajua posti zake, mbona unajikausha? Unajua kaka, mambo mengi kaka. Singer unajua nani? Swahili singer unajua wasanii wetu Harmonize mwenyewe Swahili singer. Tumalizane na hii. So kitaalam ni kwamba Harmonize ana mchango mkubwa sana kwa nomination ya BET kwa Abby Chams on one way or another. Ni mtu ambaye amekuwa solid kumsupport big time kuanzia day one, ameanza kumsupport hadi leo. Naonaga tu support yao na chemistry yao by the way inazidi kuwa kubwa. Mimi nachokisema, ikitokea leo hii Harmonize na Abby Chams wameamua hata kufanya joint EP, umeelewa, EP or album, trust me bro, inaenda kushake the whole African continent, itaenda kuleta impact kubwa zaidi ya hii ambayo Me Too imeileta. So naona kabisa mchango mkubwa wa Harmonize kwenye BET nomination ya Abby Chams. Cha kufanya wa Tanzania, tuende kwenye page ya Abby Chams ambayo ameposti, pia amekuwa collaborated na BET, tuka likes as much as we can, kwa sababu ukicount pia kitu ambacho wenyewe wanakiangalia ni count za likes za kwenye Instagram page ambao ameposti ile, kwa sababu wanashindana na watu kama wakina Charlie Papi, umeelewa, wakina Laho, lakini majina mengine ukiona kabisa kuna nafasi kubwa sana ya Abby Chams kuweza kushinda hii tuzo. So let's make noise guys, together we can. Now sio of course bana, noma Kiro safi bana, 16 namba alikuwa anatuconnect kidogo, kumbe naye mawazo yake alikuwa sawa na mimi kwenye kile ambacho nilikuwa nawaza kuona watu wanampa pongezi na hongera nyingi sana Abby Chams, lakini pia wanamsahau bwana Konde. Achana regardless na mambo yote ambayo yanatokea sasa hizi ya yeye na bwana mdogo na nini. No, that's business bro. Of course. Na mimi nakwambia kitu kimoja. Tukienda kimataifa, unajua hizi mambo zinazoendelea sio kati ya Ibra na Harmonize, mala lebo na msanii fulani kuanza kuleteana shida kwenye malipo wakati wale sign. Hii bana Me Too. Umesikia? Hii hapa inaenda kutupa red flag kwenye industry yetu ya kuzuia investors wengi wa kimataifa ambao wanajua biashara ya muziki serious. Kwa sababu wanaona kabisa okay, nitaenda kuinvest kwa msanii wa Tanzania, lakini baadaye
mambo akiwa ndivyo sivyo atashindwa kubaki kwenye mkataba ule ambao tulikubaliana kuleta public sympathy, yani atakaburuma kwenye vitu ambavyo havina huruma, sio umeelewa? So huruma ya walimwengu haitakiwi, yani hivi vitu tunavyofanya inabidi tucheze kwa makini, tuwe very careful kwa sababu tunaenda kuvutia wadhamini na investors wa kimataifa guys. So let's play it safe, lakini naomba mambo yaende vizuri kwa jamii. Hapa ni nyumbani.